Nikaribishe mpenzi mtazamaji wa Stein TV, langu jina ni Raj. Tuko hapa na mheshimiwa mgombea udiwani kata ya Kawe kupitia chama cha CUF, mheshimiwa Nurdin. Tutapiga naye story tujue nini ambacho kimefanya asukumwe kuchukua nafasi ya kugombea nafasi ya udiwani kata ya Kawe. Mheshimiwa, heshima yako. Nashukuru, asante. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameturehemu mpaka wakati huu tumefika tu hai. Kwa kweli hilo nashukuru, alhamdulillah, naweza kusema alhamdulillah rabbil alamin. Naam, unajisikiaje kugombea nafasi ya udiwani kata ya Kawe? Najisikia faraja kubwa sana. Tena najisikia kwamba nipo katika hali iliyokuwa mzuri katika kuliendea hili la mageuzi, kwa sababu toka nilivyoambiwa kwamba nilipochaguliwa katika chama changu kwamba utawakilisha Kawe, kwa kweli nilifarijika sana na nilifurahi sana, kwa sababu mambo mengi ambayo yalikuwa yakinisukuma nilikuwa ninatamani na mimi niweze kuyatenda hapo mbeleni. Kwa hiyo nimefurahi sana. Watu wanataka kufahamu kwa ufupi chama cha CUF ni chama cha namna gani, kwa sababu kwa nyakati hizi ukimwambia mtu kuna CUF, aliyakuwa kipindi cha nyuma kilikuwa chama ambacho kilikuwa tishio. Kwa sasa hivi chama ambacho kidogo kimepoteza ile mvuto kwa wananchi, lakini wewe kama wewe unawaambiaje wananchi kwamba chama cha CUF ni chama cha namna gani? Mimi naweza kuwakumbusha wananchi, chama cha CUF ndio chama cha kwanza katika vyama vingi ambavyo ilikuwa ni chama pinzani ama ni chama cha pili baada ya CCM. Yani ilikuwa ni chama ambacho kimeshika hatamu baada ya CCM, ilikuwa ni CUF. Na hapa katikati kweli tulipata mazonge ambayo tulipata kidogo mtikisiko wa kichama, lakini baada ya kukaa vizuri chama cha wananchi CUF kiliweza kujitathmini na kuweza kukaa tena vizuri, kuweza kuingia katika medali ya kisiasa. Japokuwa hapa katikati marehemu Rais Magufuli alikataa kabisa mambo ya upinzani, kwa hiyo vyama vyote havikuweza kufanya siasa ya aina yoyote. Kwa hiyo naweza kusema vyama vyote vilika down, vilikuwa viko chini, havikuweza kufanya nini, kufanya mambo ya kisiasa. Nashukuru mama alipoingia aliweza kufanyaje, aliweza kuwaita wanasiasa wafanye siasa za kistaarabu, na tulishukuru sana katika hilo. Kwa kweli chama cha CUF naweza kusema kuambia wananchi chama cha CUF kipo, na chama cha CUF ndio kinachofanya vizuri hapa Tanzania. Mimi na bahati mbaya sisi CUF, sijui hili naweza nikalisema ni kwa sababu gani wanataka kukididimiza hichi chama cha CUF, lakini kwa mapenzi yake Mungu hichi chama kiwezi kupotea na kiwezi kufa. Kwa sababu gani? Chama cha CUF kwa sasa hivi kinafanya kampeni ambazo ni kampeni za kisasa, kampeni za kistaarabu, na ukiangalia wagombea tuliokuwa nao ni wagombea wasomi, kuanzia mgombea rais, mgombea ubunge wa jimbo la Kawe na mgombea udiwani kata ya Kawe, na maeneo mengi ambapo CUF imeweka wagombea. Vyama vya chama cha CUF kinafanya vizuri sana, lakini na staajabu nikiangalia mimi katika vyombo vya habari sioni kwamba chama cha CUF kinaonyeshwa ama kinatangazwa. Mpaka leo naweza kusema ni mara chache sana, kwa uchache sana chama cha CUF kinatolewa. Sasa hili sijui hizi ni mbinu tu za kisiasa kuendelea kukididimiza hichi chama, lakini chama cha CUF kinafanya vizuri sana. Kwa sisi tunaangalia katika mitandao sehemu mbalimbali, hususan kusini, Tabora, na maeneo mengine kama Tanga, kwa kweli chama bado kiko hai na kina wanachama wengi. Ukiangalia mikutano ambayo inayofanywa na CUF, yani unaweza kusema ni chama cha pili ambacho kinaweza kufanyaje chama cha pili ambacho baada ya CCM chama cha CUF. Kwa hiyo ukiniambia kwamba chama cha CUF kimedidimia, hapana, si kweli. Sasa hivi tumeuika na tunazidi kupambana na tunazidi kukipandisha chama chetu kiwe kirudi katika chama cha pili au chama cha kwanza katika Tanzania. Kwa wewe nini ambacho kimekusukuma kikakufanya kwamba mimi nataka kugombea nafasi ya udiwani? Kwanza sitalizungumzia hilo. Kwanza lazima umzungumzie mpinzani wako ama aliyekuwa katika nafasi hiyo, madhaifu ambayo
yameweza kujitokeza. Kwa sababu nikisema mimi tu nitakuwa bado sijatenda haki kwa wananchi. Tunaweza tujikumbushe kwamba wale waliopita katika kiti cha udiwani kata ya Kawe, je, wamelifanya nini? Alafu baadaye ndio nitaeleza sasa mimi nitafanya nini. Ukiangalia toka mwaka 90 na 92, 95 vyama vingi vimeingia na tumeanza kampeni na tumeanza harakati za uchaguzi. Mara nyingi naona misimu yote ni CCM waliokuwa kichaguliwa katika kata ya Kawe. Tukianzia kwa Mheshimiwa Londa ameingia, amekaa miaka 10. Nadhani katika jambo alilolifanya sana kwa upande wa Kawe kwa amani ama Kawe kwa amani na Kawe Mzimuni ni kuweka mtalo. Sasa mtalo ule umekuwa ni usumbufu sana. Mtalo ule umekuwa ni maradhi makubwa sana. Hilo tu ndio alilofanya miaka 10. Ukija kwa bwana Chipeta, sijajua ni jambo gani alilofanya katika pande wa udiwani. Sijaona. Hata tukiwauliza wananchi, hivi Chipeta alifanya nini katika kata ya Kawe? Watakupa majibu. Chipeta hakufanya chochote. Akaja bwana Luta Lwakatale ndiyo kabisa, hakuna ambalo jambo, yani hakuna hasa. Sasa ukiangalia hao madiwani miaka 30 imepita. Miaka 10 awamu 3. Sawa, tofauti wagombea hao watatu. Hakuna jambo ambalo waliweza kulifanya. Umeona? Sasa mimi imenisukuma kuona ni kwa namna gani hawa wanashindwa kutekeleza adhima za wananchi, matatizo ya wananchi. Ndio mimi jambo ambalo limeweza kunisukuma kuweza kugombea kiti hichi cha ubunge, cha udiwani cha udiwani. Kwa hiyo mimi kama mimi nikiwakilisha chama changu cha wananchi kafu ambacho tunasema haki sawa kwa wote. Hakuna mdogo, hakuna mkubwa. Hii ni haki kwa wananchi tupate sote. Kwa hiyo mambo ambayo yameweza kunisukuma ni zile kero ambazo tulizokuwa tunazo katika mitaa yetu. Tuna kero nyingi sana, lakini madiwani wakichaguliwa wa CCM wanaingia mitini. Wakishachaguliwa wanaingia mitini. Kero ambazo zipo ambazo mimi kama mimi Nurdin Ramadhani Salum Sanziote nikichaguliwa, kero ya kwanza nitahakikisha awamu kabla ya hatua za mbele ikufika, nikiwa katika baraza la madiwani halmashauri, basi nitajitahidi kwanza, moja, barabara zetu za mitaa ni kero kwamba mvua ikinyesha ni matatizo. Sasa hivi zimekuwa ni mabonde, mashimo. Nitahakikisha nitaweka kwanza hatua ya awali, kabla ya hatua nyingine haijafuata, nitaweka vifusi na barabara iwe katika hali nzuri. Hali ya kuwa tunaliendea katika hali ya kuwa tunatafuta sasa jinsi gani kuweka lami katika mitaa. Hili linawezekana kwa sababu fedha zipo. Halmashauri vikao vinafanyika pale, vikishafanyika kwa mfano kipindi cha nyuma vikao vinafanyika, lakini unakuta diwani wa kata husika, kwa mfano Kawe ambayo nayolalamikia mie, unakuta hawapo. Sasa mimi nitakuwa mguu kwa mguu, macho kwa macho katika vikao vyote. Nitahakikisha nitapeleka hoja ya kufanyeje ya matatizo ya wananchi. Hilo moja. 2, nitahakikisha kwa sababu ili lipo taa za mitaa ziwepo. Taa za mitaa ziwepo kwa sababu gani? Kwa sababu ni kuhakikisha usalama. Kuna vibaka wengi usiku. Kwa hiyo taa zikiwepo inakuwa ni afadhali, ukijumuisha pamoja na ulinzi shirikishi ambao utawekwa katika hali ya kuwa ni nzuri sana, ambao nitausimamia. La lingine ambalo limenisukuma ni kuhusiana na Chama cha Mapinduzi kimetutenga baina ya watu wa Mbezi Beach A na Mbezi Beach B na watu wa upande wa Ukwamani na Mzimuni. Tumetengwa kwa namna gani? Kwamba ikifika hatua ya mvua kunyesha,
basi huu mto, sehemu ya mto watu wanakuwa hawapiti. Kwa maana yake sasa inawagharimu, badala ya kupita shortcut hapa, apite hapa, ingie Kawe, apande gari aende zake kufanya shughuli, mtu anazunguka kutoa nauli nyingine, apande apande bodaboda, aje azunguke hivi, aje apande gari stendi Kawe, au apande zunguke hivi bondeni, aje apande gari. Kwa hiyo hili linagharimu sana wananchi na ni kero kubwa. Mto kama mto huu hivi kinashindikana nini hapa? Watu kuna nini kiongozi kuja kutengeneza? Mimi kama mimi nitaenda kushauri na kutoa hoja, malalamiko, sawa. Watu wapande Ukwamani na upande wa Mbezi wanashindwa kupita. Kwa hiyo nitafanya jitihada kubwa kutoa maoni, fikra na mawazo katika vikao vya halmashauri, waje wawatengeneze. Mimi si mtengenezaji, sina hela kutengeneza, isipokuwa utengenezaji wote unatoka halmashauri ambayo ni hela za serikali, hela za wananchi, kodi ya wananchi. Kwa hiyo nitashauri kwamba patengenezwe daraja ambalo litaleta unafuu kwa wananchi. Japo si daraja basi itengenezwe kwa liwe la kupita gari, watu kwa miguu wapite kwa miguu, wakati wa mvua wapite, wakati kama huu kiangazi wapite. Kwa sababu hata kiangazi hii ni kero, bado mtu ana mzigo wake, inakuwa ni shida kupita. Ukienda kuangalia maeneo yale, kwa kweli wewe mwenyewe utastaajabu. Ni bonde kweli kweli. Kwa hiyo mto umelika sana. Kwa hiyo pale patengenezwe daraja basi alao la kupita watu kwa miguu. Ama likishindikana basi mimi nitafanya jitihada zangu mwenyewe binafsi, angalau basi nitengeneze daraja hata la kamba, kwa sababu tunaona sehemu nyingi tu kuna daraja la kamba, watu wanapita vizuri kuliko kupita katika mto, katika bonde kama vile. Kwa hiyo inakuwa ni mashaka, unaweza ukaingia kule ukakutana na vibaka usiku wakakukaba, lakini ukipita ukiwa juu inakuwa ni vipesi, ni rahisi sana watu kupita. Kwa kitu ambacho kimekuhamasisha kugombea nafasi ya udiwani kata ya Kawe ni kulingana na wagombea waliopita hawajafanya chochote. Sasa unadhani hizo kero ambazo umezitaja ni kero ambayo mojawapo ambayo inawasibu wakazi wa Kawe? Yeah. Inawasibu. Kwa mfano hili la mto linawasibu, ni tatizo kubwa. Ni tatizo kubwa. Unawaambia nini wananchi wa Kawe? Wananchi wa Kawe, kwanza nilivyojitokeza katika kugombea, wananchi wamenipa support kubwa sana, wamenipa moyo mkubwa sana kwamba endelea, tupo pamoja na wewe. Ninachowaambia wananchi wajitokeze kupiga kula, na kula wanipe mie, ndugu Nurdini Zani Salum Sanziote. Kwa hiyo naombeni sana wananchi, siku ya tarehe 29 tujitokeze kwa wingi. Tumehakikishiwa na serikali kwamba ulinzi upo, watu watapiga kula kwa salama. Kwa hiyo naombeni mje mnipigie kula nyingi za kutosha ili niweze kumzidi, kwa sababu katika wagombea wa udiwani kata ya Kawe tuko 5. Katika watu 5 hao ninaonekana mpinzani mkubwa ni mimi Nurdini. Ninaonekana mpinzani mkubwa wa CCM ni mimi Nurdini Ramadhani Salum Sanziote. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo, wameshaingiwa na baridi. Wameshaingiwa na kitu ambacho moyo wao umewashuka kwamba huyu jamaa anakuja kuchukua kiti. Kwa kudhibitisha huo, utaangalia mabango yangu, mtapita waandishi wa habari, muangalie mabango yangu yamechanwa. Mabango yangu yapo, wamekuja kubandika bango lao juu. Kwa maana gani? Kwa maana mimi nisionekane. Lakini wananchi wamesema wewe hata kama hujaonekana kwenye hizo bango, tulisha kuona kwenye bango na tunakujua sifa yako, sawa, utendaji wako wa kazi, ushiriki wako wa kijamii tunaufahamu. Kwa hiyo wamesema usio na wasiwasi. Wewe kazi yako tafuta walinzi wa kulinda kula, basi limekwisha. Na mimi nikawahakikishia walinzi wa kulinda kula wapo, naombeni kula zenu za kutosha ili tuweze kufanya mageuzi. Kwani hichi kiti ama uongozi si kwa upande wa CCM tu, bali hata watu wengine wana uwezo wa kufanyaje, wa kuweza kuleta mawazo tofauti chanya mbali na wao. Kwa hiyo naombeni wananchi mnipigie kula ya kutosha niweze kushinda
niweze kuonyesha mfano. Utakuwa ni mfano katika mambo ambayo tunayoendea. Utakuwa ni mfano ambao nitaweza kuwaonyesha wana CCM kwamba uongozi unaongozwa hivi. Unaona? Kwa hiyo kwa nyongeza tu nilikuwa nasema kwamba CCM hawa viongozi hawa wanaegombea udiwani wa CCM wanabebwa na mama. Sera za mama wanataka kuleta huko chini. Sivyo, huo si uongozi. Uongozi ndio maana uongozi wa diwani ukomo wake katika kata, halmashauri. Watakiwa nyinyi mmetenda nini? Watuonyeshe vitendo ambavyo wametenda. Lakini hakuna kitendo walichokitenda. Kwa hiyo mimi nitaenda kuwaonyesha. Nurdin Ramadhani Salum Sanziote wanipe kula za kutosha wananchi niweze kuwa diwani wao kata ya Kawe. Mpenzi mtazamaji wa Stein TV, huyo ndio mgombea kupitia chama cha CUF. Umemsikia, ameongea mengi, ameongea dhamira ambayo imemfanya agombanie udiwani kata ya Kawe. Lakini swali la mwisho kiongozi, ahadi yako ya mwisho, yani neno lako la mwisho, lakini pia ahadi kwa wananchi. Nikiwa kama Nurdin Ramadhani Sanziote, mgombea udiwani kata ya Kawe kupitia chama cha wananchi CUF, neno langu la mwisho sasa, hili linatoka kwangu mimi binafsi, si sera ya CUF, bali limenisukuma kuliona hilo kwamba tunapata matatizo, tunauguliwa, pengine mtu anakwenda anafariki. Sasa sisi Kawe ni watu hali ya chini sana. Mtu akifariki unakuta badala ya kumlilia ama kumhuzunikia aliyefariki, kupata huzuni, anafikiria jinsi gani ya kuweza kumstiri. Tunajua tuna dini mbili, Uislamu na Ukristo. Mimi kama Nurdin nikiwa diwani, siku 100 za mwanzo nitahakikisha kila msikiti na kila kanisa, kwa msikitini nitatoa sanda, nitatoa vifaa ambavyo utaweza kufanyaje, kuweza kumstiri marehemu. Wananchi mtu aliyefiwa asipate shida ya kuhangaika tena, kwa sababu sanda kwa sasa hivi ni gharama kubwa. Kwa upande wa Waislamu sanda ni gharama kubwa, inakwenda mpaka 80,000 pengine hadi laki. Lakini mimi nitaweka kila msikiti jora la sanda na vifaa vyake vyote. Anachotakiwa kufanya aliyefiwa, ataleta shilingi tu 20,000 kama sadaka yake kuweka pale, ili ile jambo liendelee kila wakati. Kwa upande wa Kristo napo vile vile, swala la jeneza ni swala zito. Mtu atahangaika jeneza kulipata, analipata wapi? Lakini mimi nikiwa kama diwani nitaweka utaratibu, atapofiwa na wanasema masharti, wanasema nini, vigezo vya masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo atakayefiwa kwa upande wa Kristo, basi jeneza atapata pale, naye vile vile ataweka gharama ya shilingi 20,000 tu. Jeneza atalipata, ama lile sanduku atalipata kwenda kumzika marehemu wake. Okay, mimi sina la kuongezea zaidi, nikushukuru kiongozi, lakini pia Mwenyezi Mungu akutie nguvu. Na huyo alikuwa kiongozi Nurdin ambaye ni mgombea, ameongea mengi, ahadi ametoa kwamba kitu gani ambacho atakifanya endapo wananchi mtampatia ruhusa ya kuwa diwani. Mimi sina la ziada, ulikuwa na mimi Raj, nyuma ya kamera yupo Prix Mafoto. Endelea kutazama Stein TV kwa vipindi vinavyoendelea. Asante.